Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahi Shamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya Simba. Utashindwa kumwelezea mtu shida kwa kuhofia atakudharau. Kunusurika na tatizo. Kupata ujauzito kwa wanawake utakaofanya ujihisi kichefuchefu sana. Utatamani kumwambia mtu jambo. Kutafuta kitu. Utaridhishwa na majibu ya mtu. Kupatana na mtu mwenye kiburi. Utamtafuta mtu wa kukuwakilisha sehemu fulani. Kufikiria kuingia katika ndoa kwa baadhi yenu. Kufungua kitu kwa urahisi ikiwa kina ugumu. Utamjua mtu anayekupinga kwenye mambo yako. Utabuni bidhaa mpya katika biashara yako. Nyota ya Mshale. Kuambiwa jambo litakalo kuuma. Kupita sehemu yenye watu wengi. Kwa maana ya jambo lingine linaweza kutokea lenye kukuhusu. Uhusiano wako na mtu kurudi kwa kuelewana. Utafikiria kufanya mambo kwa usawa. Utapunguza kisirani. Utaificha aibu fulani iliyokukuta. Mtu atashindwa kuwa na msimamo kwako. Kubadilikiwa ghafla na mtu. Kupitia hali ya masononeko. Baadhi yenu kupoteza tumaini au imani. Kuweka kiapo kwa jambo. Kupata usingizi mrefu sana, yaani wa muda mrefu. Kulipiza kitu. Nyota ya Punda. Utatoa misaada au msaada utakaowafikia sehemu husika. Utafanya majadiliano yenye umuhimu. Unachokifanya kitapata nafasi kubwa ya kutambulika. Kujivunia kuwa wewe. Kuweza kumwadabisha mtu. Baadhi ya watu wanaothamini uwepo wako na mchango wako. Maumivu ya kichwa yatakukosesha amani. Utashtushwa kila wakati unapoisikia sauti ya mtoto. Kuona mnyama mdogo mwenye kujificha. Kuna kitu utakachokipata au kutimiza. Mtu atahitaji uongee au ufanye maamuzi fulani. Utashindwa kuwa mkali kwa mtu unayempenda. Kujutia kitu. Nyota ya Mapacha. Utamfanyia mtu kiburi au makusudi. Kufanya kitu kwa uvivu. Ujinga wa mtu utafanya upate hasara. Utafanya uboreshaji sehemu yako ya utafutaji au kwenye makazi. Kuifikiria hali ya mgonjwa. Utatoa ushuhuda wa jambo la kweli. Kuhisi mtu unamfahamu ila huna uhakika. Utalipambania jambo na litatimia. Kufananishwa na mtu kutoka kwenye familia yenu. Mtu atahofia kukukosoa au kukuambia ukweli. Kutokana na hali fulani uliojiwekea. Tarajia kupokea malipo ya kitu ulichokipambania. Nyota ya Mizani. Kuona bado unapitia ugumu, lakini moyo wako una matumaini makubwa sana. Mtu atakupa taarifa ya mapito ya mtu au jambo kumuhusu mtu. Kujihisi kichefuchefu. Utaichukia hali fulani. Utaitafuta tiba ya kweli na itakufikia. Kusumbuliwa na maumivu ya tumbo hasa chini ya kitovu. Kupata mabaka au kuchubuka katika ngozi. Utaikumbukia hali fulani. Ukaribu wa mtu unakupa faraja sana. Kupata kimbilio bora, yaani kwenye usahihi. Baadhi yenu kujihisi hali ya ujauzito kwa wanawake. Mvua kubwa kunyesha itakayokupa mashaka ya kitu. Nyota ya Ndoo. Kuipotezea hali fulani ulio nayo. Kuhisi unafanyiwa hila katika kazi. Katika hali ya kushushwa cheo au kupoteza nafasi ulio nayo. Utaujua ukweli kuwa unaandamwa na watu uliowaamini. Utashindwa kukubaliana na maamuzi fulani. Ila itakupasa uamue hivyo. Unajitahidi kuvivutia vizuri viwe upande wako. Kwa baadhi yenu kuna pingamizi au upinzani mkubwa na mtu fulani. Kuogofya kufanya kitu au kutazama. Hisia zako ni nzito wakati fulani. Kwa kuhisi vitu vyenye ujumbe mkubwa. Pesa kuisha kwa haraka. Utajutia kumwamini mtu na kuona yeye ndiye sababu ya yote katika jambo kutokea. Utafurahishwa na kitu na kuingia kwenye matamanio fulani. Utaridhishwa na tabia ya mtu. Nyota ya Mbuzi. Utafikisha taarifa kwa mtu kuwa umemaliza kazi uliyopatiwa. Kuonesha uthamani wa kitu ambacho watu hawana umakini nacho.
Utahisi mtu yuko kwa lengo la kufaidika yeye mwenyewe kupitia wewe. Utatamani kuwa huru kwenye mahusiano yako. Kulingania jambo. Mtu atakuwa sababu ya wewe kupata haki yako. Utayakumbuka mapito uliyoyapitia. Kusikia sauti ya mwangwi. Inaashiria ukumbusho kumaliza au kufanya jambo lenye umuhimu. Utapata ujumbe utakao kuletea furaha kubwa sana. Kwa baadhi yenu, jiandaeni kuipokea heri kubwa ambayo hamkuitarajia. Jambo la ndoa pia lipo njiani pamoja na uzao. Nyota ya mashuke. Kuipotezea hali ya homa uliyokuwa nayo. Utaonekana katika hali ya mabadiliko mazuri. Kufanya maandalizi ya kitu. Kufuatisha matakwa ya mtu. Kuhitaji kuuza kitu. Utaanzisha jambo litakalo kufanya ujulikane kwa ukubwa. Mashuke. Mabadiliko ya kesho yanaanza na maandalizi ya sasa. Usichoke kupambana na kusubiri. Vilivyo bora na vya kwako utamiliki. Kutabiriwa mambo mazuri na rika tofauti tofauti. Utajihisi amani. Utajitahidi kusahau maumivu fulani. Hali ya mgongo na kiuno wa cheche wenu bado itakuwa inawaumiza. Kununua simu mpya au kitu chochote kipya. Nyota ya ng'ombe. Utamwamini mtu kulingana na atakachokisema. Hutotaka kung'ang'ania kitu tena. Mtu analifikiria deni lako. Ukimya wako unampa mtu majibu sahihi. Kuhisi ulipoteza ila bado hujapoteza. Utafurahishwa na maamuzi mazuri ya mtu. Kufikiria kuhama mji au sehemu ya kazi. Kusikia habari za kiutamaduni au jambo linalohusu historia. Mtu atakuja na ombi la undugu au karibu wa kudumu kwako na yeye. Kuona kiumbe mkubwa ndani ya maji mengi. Ni ishara kubwa kwa jambo litakalokuja kutokea kwa watu wengi. Pia utapata mwelekeo ambao hukuufikiria. Vitu viwili vitakavyojitawanya itakupa ishara kufungukiwa kwa heri. Nyota ya kaa. Kupata ndoto yenye ujumbe kukutaka uwe makini. Kuifikiria kesho yako au hatua yako ya baadaye. Kutafutwa na mtu uliyekuwa ukimwazia siku chache zilizopita. Utaahidi kubadilika na kuwa bora zaidi. Kujificha nyuma ya mtu kwa kitu kinachofanyika. Ikiwa ni kibaya au kizuri, lakini wewe ndiye mhusika. Utakuwa na mapishano madogo madogo na mtu. Mtu anakupa nafasi nyingine bora. Nyota ya nge. Kupendelea kupita njia za maficho. Utamkwepa mtu fulani. Kuanzisha mjadala utakaokuwa na gumzo. Hutotaka kujifanya mjuaji kwa mtu mbishi. Utaijua shari ya mtu. Utakemea jambo la uzinifu. Utatoa angalizo. Hali fulani uliyokuwa nayo au iliyokuwepo itakukosesha amani. Usiingiziwa kitu. Mtu atakuwa na nia kukudhulumu lakini hatofanikiwa. Kumjua mtu kwa uhalisia wake wa ndani. Nyota ya samaki. Hujihisi uko na upungufu wa damu kwa dalili uzionazo. Kupitia kipindi cha mawazo kitakachopelekea kupata homa. Kumfafanulia mtu kitu. Kuujua usaliti wa mtu. Kupata historia ya kitu. Kuomba na kupatiwa ulichokitaka. Kufikiria kujitegemea katika hali fulani. Kuchoshwa na hali ya kuwa tegemezi kwa mtu. Mtu ataacha kukufuatilia. Kuona mtu bado hajajifunza na hataki kubadilika. Utapatiwa mwaliko. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi, kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.